Ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV, hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Tafadhali ninakuomba uweze kusubscribe na kuwasha kengele. Kuna mipango hapa ambayo imeweza kufichuliwa. Mipango hii, mtazamaji wangu, imepangwa na utawala huu wa Samia Suluhu Hassan ili kulemaza chama cha Chadema. Kumbuka kwamba Chadema, mtazamaji wangu, imekataa katakata kushiriki kwa kile ambacho kinaitwa maridhiano ya kitaifa. Samia anakimbia kutoroka kufunguliwa kesi ya mauaji. Anajaribu kadiri ya uwezo wake kuleta pamoja nchi baada ya kuiba uchaguzi mwaka uliopita na utawala wake ukawachinja wananchi wengi. Kwa hivyo kitu ambacho anataka kukifanya ni kuliponya taifa, na kama njia moja ya kuliponya taifa ni kuleta vyama vyote vya upinzani na vile ambavyo vipo kwa serikali pamoja. Lakini chama cha Chadema cha upinzani, chama kikubwa cha upinzani, kimekataa katakata kushiriki mazungumzo kama hayo ya kuleta taifa pamoja, kwa kila ambacho wanasema kwamba lazima Lissu aachiliwe, lazima waliotekeleza unyama mwaka uliopita wawajibishwe, lazima atakayeendesha uchunguzi wa jinai, upelelezi kuhusu ni akina nani ambao walisababisha maafa mwaka uliopita, lazima tume hiyo iwe ni tume ya kutoka nje ya Tanzania, tume ya kimataifa. Samia hataki hilo. Sasa ameharakisha, mtazamaji wangu, na kuviita vyama vya upinzani kwenye mkutano. Walifanya mkutano wa kwanza Ikulu mwezi uliopita, lakini chama cha upinzani Chadema kilikataa kushiriki mazungumzo hayo kabisa. Sasa Samia kupitia kwa mshauri wake mkubwa ambaye ni Bwana Kikwete wamezindua mbinu mpya ya kulemaza chama cha Chadema ili kiweze kugawanyika kabisa katika uongozi wake. Vilevile serikali hii ya Samia imeleta mbinu nyingine ya kutaka kukwepa sanctions ambazo watawekewa na Marekani. Endapo Marekani itatoa sanction, vikwazo kuhusiana na maafa ambayo yaliweza kutekelezwa mwaka uliopita na hii serikali ya CCM. Tafadhali ninakuomba kwa moyo mkunjufu, subscribe, like video. Karibu. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa hapa na dada wa taifa Mange Kimambi. Wacha niweze kukutoa hofu. Mange Kimambi, mtazamaji wangu, huwa anapata taarifa za kwanza, first hand intelligence information. Na taarifa hizi kulingana na Mange Kimambi anaeleza kwamba zimetolewa kutoka pale ndani, kutoka kwa wale ambao walikuwa wameketi kwenye ile meza ya kupanga na kuratibu hii mipango yote. Mange akaandika hivi, ninaomba nikusomee. Kuna habari nimeipata, ila kwa vile sina evidence ya 100%, basi sitotaja majina directly, ila issue iko hivi. Amesema amepata taarifa za kutosha, ila kuna baadhi ya vitu ambavyo hatataja majina yake. Anataka kufanya upelelezi wa ndani zaidi. Kasema kwamba kuna habari nimeipata, ila kwa vile sina evidence ya 100%, basi sitotaja majina directly, ila issue iko hivi. Jakaya Kikwete has come up with a plan ya kuitawanya Chadema
kama alivyofanya kwenye urais wake alipokuwa madarakani, kwa kuanzisha ACT Wazalendo, na kimama kaanza kuitekeleza plani hii. Wanasema eti kwamba Jakaya ambaye ni mshauri wa Samia amekuja na mbinu ya kugawanya Chadema, na mbinu hii anasema kwamba ameweza kumpea mtu ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan na tayari ameanza kuitekeleza. Mbinu ipi? Sikiliza kwa makini. Abduli, mtoto wake Samia na mama yake Samia kwa sasa wanafanya big financial investment kwa viongozi wa Chadema kupitia business mpya. Unaona, viongozi wa Chadema wameanza kupewa mtaji, wameanza kupewa pesa ili kusaliti Chadema, ili kuonekana kwamba wamepingana na Heche, ili kuonekana kwamba hawajaridhishwa na uongozi wa Heche. Kumbuka kwamba mwenyekiti yuko kwa jela. Kipindi ambapo mwenyekiti yuko kwa jela, mtazamaji wangu, yule ambaye ameshikilia usukani wa chama cha Chadema ni Heche, na Heche amekaa ngangari, hataki mazungumzo yoyote na serikali. Sasa serikali inafanya nini? Imeanza kulipa viongozi wa Chadema pesa, wameanza kuwamwagia pesa, na kama kuna kitu ambacho kinaweza kikasaliti wananchi ni pesa. Pesa ndio ilifanya Yuda akamsaliti Yesu. Sasa Mange akaendelea kusema kwamba nimeambiwa kuna bank inaitwa Bank M, hajaweza kuitaja jina kwa sababu hana ushahidi wa kutosha kuhusiana na hiyo benki, iwapo ni hiyo benki. Nimeambiwa kuna banki inaitwa Bank M itatangazwa kufilisika, kisha watainunua wao kina Abduli na mama yake kama taasisi ya pesa yenye leseni. Watainunua kwa bei dogo sana na kuiendesha banki binafsi yenye uthamini wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Unaona iti kwamba kuna benki ambayo itatangazwa kwamba imefilisika, na kipindi ambapo benki imefilisika, mtazamaji wangu, inafungwa. Sasa Samia na mtoto wake na Jakaya watainunua, kisha waanze kuitumia iti kwamba ipo na baraka za benki ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania. Kwa nini wananunua benki hiyo? Wanajipanga kufungua benki ya kifisadi ambayo itatumika kupitisha pesa zao za wizi endapo Marekani wanaweka sanctions kwenye mfumo wa fedha in order to bypass possible coming sanctions. Unatengeneza hiyo shadow banking network, na some viongozi wa Chadema wamepewa shares kwenye huu uharamia ili kusariti wananchi. Unaona mtazamaji wangu, kwa nini Marekani itatoa sanctions? Mnakumbuka Mafuele aliwekewa sanctions kutokana na kuhusika kwenye kuwatesa wanaharakati mwaka uliopita. Kumbuka kwamba bado bunge la Seneti la Marekani bado linazidi kujadili ule miswada ambayo iliweza kuletwa ili kuweza kuangalia upya ushirikiano wa Marekani na Tanzania. Sasa kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa, haijulikani sanctions za Marekani zitakuja lini. Lakini sasa Samia wameogopa, wameanza kujipanga. Unaona, wanataka kununua benki, wajaze pesa pale, na ili wawe wakipitishia pesa pale. Iwapo Marekani itawawekea sanctions, vikwazo, watawawekea vikwazo vya kutofanya biashara. Sasa hii benki wataitumia kufanya biashara na kutoa pesa namna ambavyo wanataka. Ndio maana unaona wameanza kujipanga mapema. Sasa unasikia viongozi ndani ya Chadema wamepewa shares nono sana, na hivi karibuni watasaliti wananchi. Kutoka hapo akaeleza kwamba hii Bank M iko chini ya mfilisi, ila soon Bank M itakuwa activated with foreign owners.
Sasa anatueleza kwamba hii benki ipo chini ya mfilisi, eti kwamba imefilisika, haiwezi ikaendelea na shughuli zake. Lakini akasema kwamba hii benki M ambayo iko chini ya mfilisi hivi karibuni itasemekana eti kwamba imeweza kununuliwa na wawekezaji kutoka nje ya Tanzania, foreign owners. Lakini kivuli wanachotumia, ama hicho ni kivuli tu ambacho Samia na mtoto wake na Jakaya Kikwete wanatumia. Wale ambao wamenunua hiyo benki ni Kikwete, Samia na Abduli, lakini watakuwa wanatumia kivuli cha foreign owners. Sasa akasema hivi, na itakuwa foreign bank yenye wateja Tanzania. Watasema ita kwamba hiyo benki sasa ni ya kimataifa ila ipo na wateja Tanzania. Hao foreign owners ndio mpaka some viongozi ndani ya Chadema wako. Eti sasa hao wenye wamenunua hiyo benki kutoka kimataifa, eti sasa viongozi wa Chadema wameweza kupewa majina, ni miongoni mwa wale ambao wamenunua, sasa wamepewa hisa kwenye hiyo benki. Nini kitatendeka? Naomba usikilize. Kuna kiongozi mmoja ndani ya Chadema, huyo mpaka katoa maelezo kuwa hii benki iwe na headquarter nchi fulani. Nimeambiwa kuwa, sasa Mange akaendelea, nimeambiwa kuwa Mbowe kishaanzisha kujenga mjengo Dodoma ambayo atawakodishia hii benki. Unaona, Mbowe tayari amekwisha anzisha kujenga jengo ambalo atakodisha kwenye hii benki sasa, ambayo tunaambiwa eti kwamba ni ya foreign owners, kumbe ni ya kina Samia, ili akuje kuikodisha wafanyie headquarters zao pale. Yani it's a network made up of viongozi wa Chadema wakishirikiana na wauaji wa Oktoba 29. Yani CCM wamekubali kula na viongozi ndani ya Chadema ili mradi haki isipatikane Tanzania. Kwa nini serikali imeamua sasa itumie pesa kugawanyana Chadema? Wacha nikufundishe hivi. Chadema nimekueleza ni chama kikuu cha upinzani. Kipindi ambapo chama hichi kikuu cha Tanzania, yani cha upinzani ndani ya Tanzania, Chadema, kinashikilia msimamo kwamba hawawezi wakafanya mazungumzo na serikali. Ni kitu gani ambacho serikali itafanya ili waweze kufanya mazungumzo? Ni kupasua Chadema. Kwa sababu Chadema, mtazamaji wangu, ipo na wafuasi kote nchini. Kitu ambacho watafanya ni kuipasua Chadema. Na ndio maana Samia anataka kuhakikisha kwamba amepata angalau uungwaji mkono mchache kutoka Chadema. Kwa hivyo any moment utaanza kuona kuna mpasuko ndani ya Chadema ambao wameanza kutofautiana hadharani, basi jua kwamba ni huu mpango unaendelea kusukwa, unaendelea kusonga mbele. Sasa Mange akamalizia kusema hivi, naomba kila mtu asave hii posti cause kuna siku nitarudi kurefer to this post. Please save this post. Akaambia wananchi hivi na raia, naomba msome hili chapisho, kuna wakati ambapo kitu hicho kikitendeka nitawaeleza kwa undani. Sasa unaona kitu ambacho serikali hii inapanga, mtazamaji wangu. Kwa nini serikali hii inapanga haya yote? Samia na kina Kikwete wamepanga haya yote ili mradi haki isipatikane. Haki ya waathirika, wahanga wa machafuko ya mwaka uliopita isipatikane. Kwa hivyo wameamua sasa mbinu ni kugawanyana Chadema. Namna ambavyo Kikwete alipokuwa madarakani alivyoanzisha ACT Wazalendo. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ninamshauri John Heche awe ngangari. Asitikizike. Asitikizike. Kama kuna kiongozi ambaye tuko na yeye mwenye msimamo thabiti ni John Heche. Asitikizike. Ashike msimamo kabisa
asijaribu kabisa kununuliwa. Na hiyo utagundua ni kwa nini serikali huwa inamfuata John Heche na magari yenye nambari feki. Mwenyezi Mungu awabariki.